Wakubwa leo kwenye Know With Me naenda kukupa story ambayo inawezekana ikakushangaza, lakini kama wewe ni mpambanaji au mfanyabiashara inaweza ikakutia moyo na kukufanya uinuke uanze kufanya tena. Unajua wengi tunamjua tajiri Elon Musk. Sasa leo nataka nikupe story yake kutokea kuzaliwa Afrika Kusini mpaka kuja kuwa lulu ya Marekani. Pamoja na kwamba amewahi kufeli mara kadhaa, lakini hakukata tamaa mpaka leo hii. Kila mtu anatamani kuwa kama yeye, lakini pia anaendesha ulimwengu kwenye upande wa teknolojia. Elon Musk alizaliwa mwaka 1971 huko Pretoria, Afrika Kusini. Tangu akiwa mtoto alionyesha kupenda vitabu na teknolojia kuliko michezo kama ilivyo kwa watoto wengine. Akiwa na umri wa miaka 12, Musk aliunda michezo ya video ulioitwa Blaster na kuuza kwa pesa ndogo, na hapo aliweza kujidhihirishia kipaji chake na matamanio ya mambo makubwa yakaanza. Mnamo mwaka 1995 Musk alihamia Marekani akilenga kufanikisha ndoto zake, na akiwa Marekani alianzisha kampuni yake ya kwanza iliyojulikana kama Zip2. Zip2 ililenga kutoa huduma za ramani za mtandaoni na mwongozo wa kibiashara kwa kampuni za habari na vyombo vya habari kama magazeti. Baada ya mafanikio makubwa sana ya Zip2, aliuza kampuni hiyo na kupata dola milioni 22. Baada ya Musk kuuza Zip2, aliamua kuanzisha XCOM, kampuni ya malipo ya mtandaoni ambayo baadaye ikawa inaitwa PayPal. PayPal ilifanya mapinduzi makubwa sana kwenye habari ya malipo ya mtandaoni na ikauzwa kwa dola bilioni 1.5 kwa eBay mwaka 2002. Musk hakuishia hapo katika kuwaza mambo makubwa. Alitumia sehemu kubwa ya pesa yake aliyoipata kufanya kitu bora na kikubwa zaidi alichokuwa akifanya hapo awali. Na mwaka huo Musk alianzisha SpaceX akiwa na ndoto kubwa sana ya kufanya safari za angani kuwa za gharama nafuu na hatimaye kuwezesha maisha ya binadamu kwenye sayari ya Mars. Ingawa Musk alikumbana na changamoto nyingi, SpaceX ilifanikiwa mwaka 2008 kuzindua rocket ya kwanza kabisa ya kibinafsi kwenda angani iliyojulikana kama Falcon 1. Hata hivyo, Musk akiwa anaendelea na SpaceX, mwaka 2004 Musk alijiunga na kampuni ya Tesla ambayo ilikuwa ni kampuni inayoanza kwa kipindi hicho. Aliingia kama mwekezaji mkuu akiwekeza dola milioni 6.5 katika mzunguko wa kwanza wa wawekezaji na kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Na mwaka 2008 Musk alichukua nafasi ya mtendaji mkuu, yani CEO. Licha ya changamoto za kifedha na kiufundi, Musk alisimama imara, na leo hii Tesla ni kiongozi wa magari ya umeme na teknolojia safi duniani na teknolojia ya kijani. Tukimzungumzia Elon Musk, leo hii Musk ni mmoja wa watu matajiri zaidi duniani na kiongozi wa miradi mingi ya ubunifu, ikiwa ni pamoja na Solar City, yani nishati ya jua, Neuralink, kuchanganya akili ya binadamu na teknolojia, The Boring Company, mitandao ya barabara za chini ya ardhi na vitu vingine. Na safari ya Musk inatufundisha kuwa kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Kama SpaceX ilishindwa mara 3 kabla ya kufanikiwa. Ndoto kubwa hazina kikomo, iwe ni magari ya umeme au safari za angani. Ni vitu vilionekana haviwezekani na yeye aliviwezesha tena kwa ukubwa sana. Musk pia anatufundisha kuendelea kupambana, kwani licha ya changamoto zote alizozipitia alibaki na maono yake na hatimaye akafikia malengo. Kulingana na story hii mwanakitaa, Elon Musk ni mfano hai wa jinsi uthubutu na uvumilivu vinaweza kubadilisha dunia. Na tukirudi kwako mwanakitaa, una lipi la kusema kuhusu Elon Musk?